Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yangu matumaini mzima wa siha njema, mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo. Karibu katika kapu la habari, ni kuwasilishie yale ambayo yameshughulisha chumba cha habari kwa siku ya leo, kwa upande wa habari za hapa nyumbani na kwa upande wa habari nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi ni Rajab Shaban Matuga. Awali ya yote mtazamaji, tuangazie mukhtasari wake. Watoto yatima kituo cha JAI kilichopo Ukonga jijini Dar es Salaam waiomba jamii kuwashika mkono kukabiliana na changamoto wanazopitia. Wazazi na walezi mkoani Singida watakiwa kuweka mpango kazi ili watoto waweze kupata elimu ya dini. Katika habari za kimataifa, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres akosoa kwa matamshi makali mwenendo wa Israeli katika ukanda wa Gaza. Naam, karibu mtazamaji, tuanze kuzitazama habari za kitaifa, lakini awali ya yote ni kukumbushe, mbali na kuyafuatilia matangazo haya kupitia kisimbuzi chako cha Azam, lakini pia unaweza kuipata taarifa yetu ya habari kupitia akaunti ya YouTube kwa jina la Mahasin TV Official Channel. Tunaanza kutoka jijini Dar es Salaam. Watoto yatima na wanaoishi kwenye mazingira magumu 325 waliopo katika kituo cha JAI Ukonga jijini Dar es Salaam wameiomba jamii kuwashika mkono katika kukabiliana na changamoto mbalimbali wanazopitia, ikiwemo uhaba wa chakula na ukosefu wa mahitaji ya shule. Taarifa yake Bi Aisha Mpatila kutoka jijini Dar es Salaam inasimuliwa hapa studio na Nuhu Stima. Changamoto na adha zinazowakabili watoto hao zimeibuliwa kufuatia ziara ya kawaida ya taasisi ya tabia za Kiislamu JAI eneo la Ukonga, waliofika kuwajulia hali na kutoa misaada mbalimbali ya kibinadamu kwa watoto hao. Tunaomba tusaidie nauli za shule tuweze kufika shule kwa haraka. Tunaweza tukatoka hapa nyumbani saa 12, tunafika shule saa 2 au saa 3 kwa ajili ya usafiri wa shule. Tunaweza tukatembea, shule ni mbali. Na katika vifaa vya shule, vifaa kama sare, mabegi, madaftari ni changamoto pia kubwa kwetu. Na katika maisha yetu kila siku ni changamoto katika kupata chakula, kile chakula ambacho ina lishe kamili au mlo kamili. Hivyo ni changamoto kwetu, unakuta kwa siku moja apata mlo mmoja au miwili. Msimamizi mwangalizi wa kituo hicho kutoka JAI, Amiri Mwaipopo, amesema kwa sasa wameelemewa kutokana na uwepo wa watu wengi wenye uhitaji wanaosaidiwa na JAI, ikiwemo wagonjwa waliopo hospitalini. Watoto hawa yatima tunawahudumia kituo cha JAI Ukonga wako 325. Hawa ni wa majumbani licha ya wengine ambao wako vituoni. Kwa hiyo tunachokipata ndivyo tunapowakimbilia na kuweza kuwapatia. Hivyo tunaomba sana jamii leo hivyo, sababu tuna changamoto kubwa sana kuwafikia watoto wote kutokana na mahitaji na uwezo uliokuwepo na kutokana na shughuli nyingi za kituo ambazo tunakabiliana nazo, sababu pamoja na mengine tunahudumia wagonjwa majumbani, wagonjwa hospitalini, wengine wamelazwa, chakula pamoja na mahitaji mengine mbalimbali ya binadamu. Hivyo tunazidiwa kutokana na mazingira mazima na kazi tunazofanya. Hivi tunaombeni jamii iweze kutukimbilia, iweze kuwakimbilia watoto wetu hawa. Katika kukabiliana na changamoto zinazowakabili watoto hao yatima, Amiri Mwaipopo ameiomba jamii, wahisani na wadau mbalimbali kuunga mkono JAI katika kuwashika mkono watoto hao. Kwa hiyo sana ndugu zanguni, chonde aliyekuwa nacho. Watu wana changamoto kubwa sana. Wengine wanakula shule kwa wiki mara moja, wengine mara 2. Chakula kwa siku 1500 shuleni. Yote hii wanashindwa kwa sababu ya mazingira ya maisha wanaishi. Leo mtu yatima ambaye analia uji, anashindia uji mlo mmoja, atapata shilingi 2000 kwa ajili ya mtihani, atapata shilingi 2000 kwa ajili ya kulipia chakula. Jambo hili ndugu zangu ni mtendo sana kubwa kwetu. Kwa tunaombeni ndugu zangu, shime aliyekuwa nacho atukimbilie kwa ajili ya kuwasaidia watoto yatima hawa waweze kutimiza wajibu wao
na ndoto zao katika kusoma. Unaweza kuwaunga mkono watoto hao kwa kutuma mchango wako kupitia nambari 0785743723 kwa jina la Jai Ukonga. Asante sana Nuhu Stima kwa masimulizi ya taarifa yake Aisha Mpatila kutoka jijini Dar es Salaam. Mtazamaji, kutoka huko mkoani Singida, wazazi na walezi mkoani humo wametakiwa kuweka mpango mzuri wa kuhakikisha watoto wao wanapata maarifa ya dini ili kuepukana na wimbi la vijana wa Kiislamu kukosa misingi imara wa dini kutokana na ratiba ngumu za shuleni. Kutoka mkoani Singida, Ramadhan Idi anatujuza zaidi. Wito huo umetolewa katika mahafali ya Jumuiya ya Wanafunzi na Vijana wa Kiislamu Tanzania Tamsia Manispaa ya Singida, iliyojumuisha wanafunzi wa kidato cha 4 kutoka shule 3 za sekondari ambazo ni shule ya sekondari Pembe, Kindai na Utemini. Watoto wako bize, mmewapa hofu ya dunia, mjawapa hofu ya Mungu. Je, wataje kuwafanyia wema baadaye mkizeka? Wapeni hofu ya Mungu hawa. Tunajua tumebana na dunia. Sasa kama chekechea yenyewe tuwapate watoto madrasa, sekondari hawapatikani kwenye vipindi vya dini. Hii dini ipo. Wazazi badilikeni, simamieni familia zenu, wekeni vizuri utaratibu wa watoto wenu, wasimamieni. Mambo ya dini yakielekezwa, wahimizeni na wapeni nguvu watoto wenu. Lakini nyinyi msiposimama imara, mtakuwa mnavuna mabua. Pamoja na hayo, somo la elimu ya dini ya Kiislamu mashuleni bado linaendelea kukabiliwa na changamoto mbalimbali, ikiwemo uhaba wa walimu na vitabu, hali ambayo inapelekea somo hilo kusuasua. Tuna uhaba sana wa nukuu za somo la elimu ya dini ya Kiislamu katika hizi shule. Mfano, kuna katika shule ambazo tunazofundisha kuna shule unakuta haina notes kabisa. Kwa hiyo tunaomba wadau pamoja na watu mbalimbali wanaohusika na masuala ya Kiislamu basi watusaidie tuweze kupata hizi notes au nukuu za elimu ya dini ya Kiislamu tuweze kuwafundisha vijana na watuweze kufaulu inshallah. Siku kama kuna kipindi cha elimu ya dini ya Kiislamu basi tunahakikisha mwalimu anaingia darasani na kufundisha hilo somo. Lakini vile vile tunahakikisha wanafunzi wote wanakopa na notes na wanapata muda wa kutosha wa kujisomea. Na vile vile tunawahamasisha wanafunzi kufanya group discussion, na hizo group discussion zipo na zinaendelea kufanyika. Na natumaini shule yetu hususan katika somo la IDK wataweza kufanya vizuri kwa jinsi tulivyoandaa. Sisi shuleni kwetu walimu wa dini wanajitolea kwa kiasi kikubwa sana, ingawa ni walimu ambao wanajitolea, si wale ambao wameajiriwa. Pia wana moyo mzuri, wanaonyesha kwa moyo mmoja kuwa wanataka kutupambania sisi. Katika somo la IDK elimu ya dini ya Kiislamu, hali ya ufundishaji inaridhisha kwa sababu walimu wanafika kwa wakati katika vipindi vyao na wanajitahidi kutupa kila tunachohitaji ili kuongeza ufaulu katika somo la IDK. Mahafali hayo yalihudhuriwa na wazazi, walezi pamoja na viongozi wa dini, ambapo wote kwa pamoja walisisitiza mshikamano wa jamii katika kuwalea vijana kielimu na kidini ili kuandaa kuwa raia bora wa baadaye. Nikiripoti kutokea hapa mkoani Singida, Ramadhan Idi Limu wa Mahasin TV. Asante sana Ramadhan Idi kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutoka mkoani Singida. Mtazamaji, tunatoka kanda ya kati tunarejea kanda ziwa kutoka huko mkoani Shinyanga. Wizara ya Maji imewataka wakandarasi wazawa wanaopewa fursa mbalimbali za utekelezaji wa miradi kutumia fursa hizo vizuri ili kuongeza imani ya serikali kuweza katika kuwatumia wakandarasi wazawa. Taarifa kutoka mkoani Shinyanga inasimuliwa na Hilal Sefuriami kutoka hapa studio. Hayo yamezungumzwa na Katibu Mkuu Wizara ya Maji Mhandisi Mwajuma Waziri wakati alipotembelea ujenzi wa mradi wa chujio la maji Mwenda Kulima Buzwagi mkoani Shinyanga litakalotumika kutibu maji kwa ajili ya matumizi ya binadamu. Mhandisi Mwajuma amemtaka mkandarasi wa mradi huo kuongeza ufanisi ili kujitengenezea fursa nyingine katika utekelezaji wa miradi mbalimbali nchini. Leo hii unajenga treatment plant ya cubic meter 10,000 kwa siku. Ulishawahi kufanya kazi kama hii? Sidhani kama ulishawahi kujenga chujio, kwa sababu mimi ndio niko Wizara ya Maji, nafahamu hizo levels za chujio. Hujawahi kujenga, this will be your first project ya 10 cubic meter 1,000 per day. Umeona? Kwa hiyo hapa mzee usifanye masiara. Hii ni inajenga CV yako. Fanya kazi, toa kitu ambacho kimenyooka, kitreat maji vizuri, tukija tukiangalia nani alijenga, we can recommend na wao unakuwa kwenye listi zetu. Tunawategemea sana wakandarasi wa ndani.
Aidha, mhandisi Mwajuma amesema wizara imeanza mipango ya kujenga miradi mbalimbali itakayosaidia kuvuna maji ya mvua pamoja na kuipongeza idara ya maji mkoani Shinyanga kwa kutimiza kwa vitendo lengo la wizara hiyo. Katika miradi yote ambayo inaendelea kutekelezwa katika kuhakikisha huduma ya maji inaendelea kuongezwa na kuboreshwa katika wilaya hii ya Kahama, kuna huu mradi mkubwa wa kutumia bwawa lililopo hapa katika eneo la Buzwagi. Hili bwawa litavuna maji ya mvua. Sisi wizara ya maji tumefanya vizuri maeneo mengi, lakini swala la uvunaji wa maji ya mvua ulikuwa kidogo huko unaenda taratibu. Kwa hiyo hii mamlaka ya maji Kahama imefanya kwa vitendo kuhakikisha pia maji ya mvua yanatumika vizuri ipasavyo. Badala ya kuacha yakamwagika, yanaweza pia yakatumika katika kuwahudumia wananchi. Asante sana Hilal Sefuriami kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutoka mkoani Shinyanga. Mtazamaji, tunaendelea kusalia kanda ya Ziwa na sasa ni hapa jijini Mwanza. Jeshi la polisi mkoani Mwanza limekabidhiwa boti mpya na ya kisasa yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 400 itakayowezesha jeshi hilo kuweza kuimarisha ulinzi na doria katika Ziwa Victoria ikiwa ni pamoja na mkakati wa serikali katika kuimarisha usalama wa mipaka ya maji na kupambana na uhalifu. Taarifa kamili kutoka hapa jijini Mwanza, Nuhu Stima anakamilisha. Katika hafla hiyo iliyohudhuriwa na mkuu wa mkoa wa Mwanza, Saidi Mtanda, amesema serikali inaendelea kuwekeza katika mifumo ya kisasa ya ulinzi ili kudhibiti uhalifu ndani ya Ziwa Victoria. Leo tunapokea boti ya jeshi la polisi, lakini serikali pia inajenga kituo hapa Mwanza cha udhibiti, upashanaji taarifa wa masuala ya ziwa, ambacho kina thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 5 hadi 6, ambapo kutakuwa na boti za kisasa za uokozi, ambulance boat, kutakuwa na mtambo wa mawasiliano. Ukiwa na dharura yote ndani ya ziwa, tutakuwa tunao uwezo wa kupata taarifa na kuwafikia wahusika na kuwarescue. Na hii ni katika mwendelezo wa udhibiti wa ziwa, lakini pia kuimarisha usalama ndani ya ziwa. Kwa upande wake, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mwanza, naibu kamishna wa jeshi la polisi DCP Willibrod Mutafungwa, ametoa wito kwa wavuvi haramu wanaojihusisha na uhalifu ndani ya Ziwa Victoria kuacha mara moja tabia hiyo kabla ya kuchukuliwa hatua kali za kisheria. Nichukue nafasi kutoa wito kwa wavuvi haramu, lakini watu wanaojihusisha na matukio ya unyang'anyi wa kutumia silaha, unyang'anyi wa kutumia nguvu kwenye Ziwa Victoria, waanze kutafuta shughuli nyingine za kufanya, kwa sababu sasa hivi hatutashindwa kumfikia mhalifu wa ziwani popote pale alipo. Awali akitoa taarifa kwa mkuu wa mkoa, Mheshimiwa Mtanda, mkuu wa kikosi cha wanamaji Tanzania, kamishna msaidizi wa polisi CACP Moshi Sokoro, amesema boti hiyo itasaidia kukomesha uhalifu wowote utakaofanyika ndani ya Ziwa Victoria. Boti hii mheshimiwa, ina vifaa vya kuongozea meli, vifaa vya mawasiliano na ni speed boat. Kwa maana tunaamini na ndio kweli wenyewe kwamba hakuna boti yenye kufanya uhalifu inaweza kukimbia kuliko boti yetu. Asante sana Nuhu Stima kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutoka hapa jijini Mwanza. Mtazamaji, kwa taarifa hiyo inatupa fursa ya kutoka Tanzania bara na kuvuka maji hadi visiwa vya marashi ya karafuu na uchumi wa buluu, tukielekea huko kisiwani Unguja. Kamati za usimamizi wa vituo vya afya kisiwani Unguja zimejengewa uwezo juu ya mwongozo wa usimamizi wa fedha kwenye vituo vya afya ili kurahisisha utekelezaji wa majukumu katika utoaji wa huduma kwa wananchi. Taarifa kutoka kisiwani Unguja inasimuliwa na Hilal Sefuriami kutoka hapa studio. Akizungumza mara baada ya ufunguzi wa mafunzo hayo, mkurugenzi wa mipango, sera na utafiti Wizara ya Afya Zanzibar Abdul Latif Khatibu Haji amesema lengo la mafunzo hayo ni kutoa uelewa ili kuwezesha usimamizi wa rasilimali fedha katika vituo vya afya. Tunategemea kwamba baada ya mafunzo haya kamati hizi zitaweza sasa kusimamia rasilimali fedha kwenye vituo vya afya, ikiwemo fedha ambazo zinatoka kwenye mfuko wa huduma za afya Zanzibar ZHSF, na vituo vyote sasa hivi vya afya vimeshafunguliwa bank account. Kwa hivyo leo hapa tupo kwenye mipango, tunafundisha jinsi ya kupanga kwa kutumia mwongozo ambao umewekwa na wizara ili kuhakikisha kwamba fedha zinazokwenda kwenye vituo vya afya
zinakwenda kutumika ipasavyo kwa mujibu wa mwongozo huu, ikiwemo matumizi ya kwenye dawa, vifaa tiba, pamoja na matengenezo ya vituo vya afya, pamoja na vile vile kuwapatia motisha wafanyakazi ambao tunaita incentives. Afisa kutoka idara ya mipango divisheni ya mipango na maendeleo Bi Nasra Naso amesema mafunzo yanayohusisha wajumbe wa kamati ambazo zimeundwa na watu 7, wajumbe 2 wanatoka kwenye kituo na wajumbe 5 wanatoka kwenye jamii. Wajumbe 5 wanatoka kwenye jamii kwa sababu jamii ni eneo kubwa ambalo linapata huduma, kwa hiyo ushirikishwaji utakuwa hali ya juu kwenye jamii. Ndio maana kamati zimeundwa na wajumbe 5 kutoka kwenye jamii. Tulipoanza kwamba vituo vilikuwa vinapokea huduma kutoka fedha kutoka DHMT, na ilikuwa kabisa hazipokei fedha moja kwa moja, lakini zilikuwa zinapokea baadhi ya huduma ambazo zinatakiwa zitoe. Kwa hiyo kwa sasa vituo vitakuwa vina uwezo wa kujipangia wenyewe mipango yake na kutekeleza majukumu yao wenyewe. Kwa upande wao, washiriki wa mafunzo hayo wamesema mpango huo utasaidia kuboresha utoaji huduma za afya na kusaidia upatikanaji wa huduma kwa urahisi, hasa mama wajawazito wanaokwenda vituoni kupata huduma. Ni mpango bora kwa sababu utasaidia kwanza kutoa huduma bora ya afya katika jamii zetu, lakini vile vile mpango huu utasaidia kuwashirikisha kikamilifu wanajamii na kuwasaidia wale wahudumu kupata mahitaji yao kwa urahisi zaidi. Mafunzo haya yataleta mabadiliko katika jamii. Kama sisi wajumbe ambao tumepewa haya mafunzo, tutakapowafikia kule na kuwapa elimu, kwa sababu kuna baadhi ya wananchi si aghalabu sana kuhudhuria katika vituo vya afya. Kwa hiyo tutakapokwenda sisi na tukawapa hii elimu, wao watapata mwamko na watahudhuria vizuri katika vituo vya afya. Mafunzo hayo pia tayari yameshafanyika katika wilaya za mkoani Micheweni na Chake Chake, Kisiwani Pemba na kwa Unguja wilaya Kaskazini B, na yakiendelea katika wilaya Magharibi A na B. Asante sana Hilal Sefuriami kwa masimulizi ya taarifa hiyo. Mtazamaji, tunaendelea kusalia visiwa vya Marasha, Karafuu na uchumi wa buluu, na tunaendelea kusalia kisiwani Unguja. Katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi Ali Senga Gugu ameeleza kuridhishwa na utekelezaji wa miradi mbalimbali inayotekelezwa na Jeshi la Polisi Kamisheni ya Zanzibar, ikiwemo ujenzi wa ofisi na nyumba za makazi ya askari polisi. Taarifa kutoka kisiwani Unguja inasimuliwa na Zuberi Mgaya kutoka hapa studio. Akizungumza na maafisa wakaguzi na askari wa mikoa mitatu ya Unguja huko chuo cha polisi Zanzibar baada ya kukagua miradi hiyo, katibu mkuu Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi Ali Senga Gugu amesema ubunifu uliofanywa na jeshi hilo ni wa kupongezwa. Baadhi ya miradi ambayo nimeitembelea leo ni miradi ambayo pengine iliombwa kwa ajili ya kutekeleza mradi fulani wa ukarabati wa nyumba katika eneo fulani. Nitolee mfano kule Tunguu. Lakini mlikaweza kukaa ndani mkatathmini ya kuona mnawezaje kutumia vizuri zaidi fedha zile tofauti na vile ambazo ziliombewa awali. Mkaweza kuja na kutekeleza mradi ya ujenzi wa nyumba bora kwa ajili ya kuwapa staha maaskari wetu. Kwa hiyo miradi mingi tuliyoipitia tumegundua na mimi nimebaini ina hiyo element ya ubunifu. Aidha, katibu mkuu huyo Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi amesema wizara itaendeleza kuimarisha utendaji wa jeshi la polisi kwa kulipatia rasilimali watu na vifaa ili kuongeza hamasa ya kufanya kazi. Pamoja na changamoto na majukumu mazito ambayo tuko nayo kama chombo, lakini mfahamu serikali inathamini kazi njema ambayo mnaifanya, na kama ambavyo tumekuwa mashuhuda, serikali itaendelea kadri rasilimali fedha na rasilimali watu zitakavyoruhusu kuendeleza na kuimarisha jeshi letu. Nadhani sote ni mashahidi, serikali imeendelea kutuongezea rasilimali watu. Awali, kwa upande wake kamishna wa polisi Zanzibar CP Kombo Hamis Kombo amemshukuru katibu mkuu wa wizara yake kwenye jeshi la polisi kamisheni ya Zanzibar, sambamba na kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutoa fedha zaidi ya shilingi bilioni 2.837 kwa ajili ya miradi 19 iliyotekelezwa kwa mwaka wa fedha 2024-2025. Siku ya leo toka asubuhi hadi muda huu tulikuwa tumempitisha katika baadhi ya miradi, amekagua na kwa kiasi fulani asilimia kubwa ameridhika na miradi inavyoendelea. Kwa hivyo miongoni mwa ratiba zake ni pamoja na kuzungumza na askari.
Miongoni mwa miradi ya ujenzi iliyokaguliwa na Katibu Mkuu Gugu ni pamoja na vituo vipya vya polisi Bubububu, Mwera, Chumbuni, ujenzi wa nyumba za askari Tunguu, ukarabati wa kituo cha polisi Mwembe Madema na ukarabati wa nyumba za kuishi askari kambi ya polisi Ziwani. Naam, mtazamaji, kwa taarifa hiyo kutoka kisiwani Unguja kama ambavyo imesimuliwa hapa studio na Zuberi Mgaya, ndio tamati ya Kapu la Habari kwa habari za kitaifa. Anapoza kwa sekunde chache punde nitarejea tena hapa na kuweza kumwalika Zuberi Mgaya ambaye atarejea kwa upande wa habari za kimataifa. Mahasin TV channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kuwa nami ndani ya Kapu la Habari, na shukrani sana kwa kuendelea kuichagua Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Na sasa ni wakati wake Zuberi Mgaya kwa upande wa habari nje ya mipaka ya Tanzania. Karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Tume ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini imetoa wito kwa idara ya uchunguzi kuchunguza tuhuma za rushwa na utakatishaji fedha ambao unatishia ustawi wa nchi hiyo. Aidha, tume hiyo imesema hali ya rushwa na ubadhirifu wa fedha za umma nchini humo imefikia hatua mbaya ambayo inaweza kuitumbukiza tena nchi hiyo kwenye mzozo mwingine wa kisiasa. Miongoni mwa uporaji uliotajwa ni kulipa dola bilioni 1.7 makampuni yanayohusishwa na makamu wa rais Benjamin Paul Mel kwa ujenzi wa barabara ambayo haijawahi kufanyiwa kazi yeyote. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa tume hiyo Yasmin Soka, uchunguzi wao umebaini ofisi ya Rais Salva Kiir kutumia kiwango kikubwa cha fedha kuliko hata bajeti inayotolewa kwenye wizara. Soka ameongeza kuwa kati ya mapipa ghafi ya mafuta yanayopatikana kwenye taifa hilo ni pipa moja tu ndilo linaingia kwenye mfuko wa serikali, akihoji ni wapi mapipa 39 yanapelekwa. Kwa upande wake, mjumbe wa tume iliyochunguza hali ya rushwa kwenye taifa hilo Bane Afako, uteuzi wa upendeleo katika nafasi za juu za serikalini ikiwemo kupandishwa vyeo kiholela kwa majenerali wa jeshi kumechangia hali kuwa mbaya. Kwingineko, waendesha mashtaka nchini Kenya siku ya Jumanne Septemba 16 mwaka 2025 wamempandisha kizimbani mwanaume mmoja aliyekamatwa kwa tuhuma za kuuza pembe mbili za faru zenye thamani ya dola za Kimarekani 63,000. Mwanaume huyo Faisal Muhammad Ali anakabiliwa na mashtaka hayo mapya ikiwa ni miaka 9 tangu alipotiwa hatiani kwa kuhusika na biashara ya pembe na vipusa kabla ya baadaye kuachiwa huru. Yeye na mshtakiwa mwenzake Muhammad Hassan walikamatwa kwenye mji wa mwambao wa Mombasa mwezi uliopita na walifikishwa mahakamani Septemba 16 mwaka 2025. Wote wawili wameakana mashtaka ya kuuza nyara za wanyama walio hatarini kutoweka. Faisal alihukumiwa kifungo cha miaka 20 gerezani mwaka 2016 kwa kusafirisha pembe za ndovu, lakini aliachiliwa huru kupitia kesi ya rufaa ya mwaka 2018. Polisi inamtuhumu kuwa nyuma ya mtandao mpana wa ujangili wa kimataifa uliosababisha mauaji ya karibu tembo 120 ambao ni wanyama wenye thamani kubwa duniani. Na tukitamatisha habari za kimataifa,
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amekosoa kwa matamshi makali kile amekitaja kuwa mwenendo wa Israel wa kutanua mzozo wa ukanda wa Gaza. Hilo ni baada ya siku ya Jumanne Septemba 16, 2025 Israel kuanza operesheni ya ardhini ndani ya mji mkubwa wa ardhi hiyo ya Wapalestina. Guterres amesema kile kinachoendelea Gaza kinatisha, akitolea mfano wa uharibifu mkubwa wa makazi ya Wapalestina na kuongeza kwamba matendo ya Israel kwenye eneo hilo hayana uhalali na hayavumiliki. Matamshi hayo ameyatoa wakati jopo huru la uchunguzi la Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa limetoa ripoti ya siku ya Jumanne Septemba 16 mwaka 2025 iliyohitimisha kuwa Israel inafanya mauaji ya halaiki dhidi ya Wapalestina. Maelfu ya Wapalestina wamelazimika kuyakimbia maeneo yao waliokuwa wakiishi ndani ya mji wa Gaza baada ya Israel kuanza operesheni ya ardhini ikiapa kukamata mji huo na kulishinda kundi la Hamas. Ripoti hiyo yenye kurasa 72 imeorodhesha ushahidi unayohusisha moja kwa moja serikali ya Israel na jeshi la nchi hiyo kwa dhamira ya kuangamiza Wapalestina. Mataifa mbalimbali duniani yanalaani mauaji ya halaiki yanayofanywa na Israel huko Gaza kwa kuwasababisha maelfu ya Wapalestina kutaabika na balaa la njaa kali inayosababishwa na Israel. Zuberi Mgaya, Mahasin TV. Naam, asante sana Zuberi Mgaya kwa wale ambayo umetuandalia na kutusimulia kwa upande wa habari za kimataifa. Mtazamaji, kabla sijaweza kuweka utuo na kuhitimisha kapu la habari kwa siku ya leo, tuangazie muhtasari miongoni mwa yale tuliyokuwa nayo leo hii. Watoto yatima kituo cha JAI kilichopo Ukonga jijini Dar es Salaam waiomba jamii kuwashika mkono kukabiliana na changamoto wanazopitia. Wazazi na walezi mkoani Singida watakiwa kuweka mpango kazi ili watoto waweze kupata elimu ya dini. Katika habari za kimataifa, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres akosoa kwa matamshi makali mwenendo wa Israeli katika ukanda wa Gaza. Naam, mtazamaji, kufikia hapa ndio tamati ya kapu la habari kwa siku ya leo. Kwa taarifa yetu nyingine ya habari, usikose kuungana nasi hapo kesho insha Allah, muda na wakati kama huu. Kwa niaba ya wale wote tulioshirikiana pamoja kukamilisha taarifa hii ya habari, mimi ni Rajab Shaban Matuga niliyesoma habari za kitaifa, na kwa upande wa habari nje ya mipaka ya Tanzania tulikuwa naye Zuberi Mgaya. Nikutakia utazamaji mzuri wa vipindi mbalimbali vinavyofuata kutoka hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Islam. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asanteni na kwaherini kwa sasa. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.